Unaanzaje mwaka wako mpya? Unaanzaje mwaka wako mpya? Nadhani wengine tunaanza mwaka mpya kwa wengine kama tulivyoona tumekesha hapa na tukaanza mwaka mpya kwa kukesha. Lakini kuna kanuni ambazo zinaweza zikafanya uanze mwaka mpya vizuri. Katika nyumba ya sala tunaamini habari ya kanuni. Katika ufalme wa Mungu haupati kitu kwa sababu umetaka, unapata kitu kwa sababu umefuata kanuni. Narudia tena. Katika ufalme wa Mungu haupati kitu kwa sababu wewe umetaka, unapata kitu kwa sababu umefuata kanuni. Isaya 28 mstari wa 13 inasema, kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi: amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Ufalme wa Mungu kwetu ni kanuni juu ya nini? Ya kanuni. Kuna kanuni ambazo zina control ulimwengu wa roho. Kwa mfano, nitoe mfano mdogo. Yesu ni mwenye nguvu zote, lakini still anaweza, kuna mtu mmoja akagundua siri ya Yesu akatoka matatizoni, na mwingine anamwamini kabisa Yesu na asitoke katika matatizo aliyo nayo. Anamwamini Yesu. Yesu ana nguvu kabisa, lakini anatenda kwa kadiri ya ulivyoamini, na huwezi kuamini bila kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu ni mwenye nguvu kabisa, ana nguvu zote. Mungu wetu ana nguvu zote, lakini hawezi kutenda kinyume na kile unachoamini, na unachoamini kinapelekea kile ulichokisikia. Na imani haiji kwa sababu tunaamini tu kila kitu tunachokiamini. Imani inakuja kwa kusikia neno la nani? La Kristo. Ukilisikia neno la Mungu ndipo imani inapozaliwa. Imani yetu kama waamini haizaliwi na vitu vingine, inazaliwa na kulisikia neno. Hatukatai umekuja na imani kutoka wakati hujaamini, ulikuwa na imani pia. Ulikuwa na imani kwamba kuna vitu unavyoweza kushikilia na vikatenda. Lakini unapoingia katika Kristo, ili imani katika Kristo itende kazi, inatenda kazi kwa kulisikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio tofauti yetu. Kwa hiyo imani yetu inatenda kazi kwa kulisikia neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.